Tukiendelea mbele ni kuwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC sasa inasema haina fedha ya kutosha kuandaa chaguzi ndogo 8 zinazotarajiwa mwezi Novemba mwaka huu. IEBC ikisema kuwa hazina ya kitaifa haijatoa fedha za kuandaa chaguzi hizo. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, IEBC inasema inalenga kusajili vijana milioni 4 kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Paragraph 1992. Alifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya uhasibu kwa mara ya kwanza tangu kuchukua mikoba ya wenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Allow me just to again reiterate. Erastus Edung Ethekon akieleza baadhi ya changamoto za tume hiyo, akifichua uwezekano wa kusambaratika kwa chaguzi ndogo 8 za mwezi Novemba mwaka huu. The 16 had been provided for, and we sought, of course, a meeting with the Treasury, and we raised the matter of the additional 8, and they assured us that they'll be giving us funding for those ones as well. And so we are working with them. There's a bit of back and forth. I hope they will unlock that very quickly, because the timelines are sensitive, because election is a time-sensitive event. Tume hiyo ikisema chaguzi hizo zitatumia zaidi ya shilingi bilioni 1 kuandaa. We have a total of 24 by-elections. The ones that are funded are 16. And the total budget for that by-election, those 16 by-elections, 788 million. For the 8 remaining ones that have not been funded, amounts to 258 million. So in terms of total cost, we are looking at 1,046 million for the purpose of by-elections. IEBC pia ikisema inalenga kufikisha sajili ya wapiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 hadi takriban milioni 29. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. Tume ya uchaguzi na mipaka IEBC sasa inawarai wanasiasa kupunguza nyusi joto za kisiasa na kuhakikisha kwamba taifa linadumu kwa amani, huku ikiahidi kuandaa chaguzi ndogo zilizo huru, haki na kuaminika. Emmanuel To, Runinga Citizen kutoka bunge.